Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Natambua leo tunaye mama yetu Mama Janet Magufuli, mjane wa marehemu wa hayati Dr. John Pombe Magufuli pamoja na familia yake. Tunao viongozi wa kitaifa mbalimbali, tunao pia wastaafu, tunao viongozi wa dini, mababa askofu. Natambua uwepo wa Alhaji Sheikh Jongo, mjumbe wa Baraza la Ulama kutoka BAKWATA akimwakilisha Sheikh Mkuu na Mufti wa Tanzania, mapadre wote, shehe wa mkoa na viongozi wa dini mbalimbali, waheshimiwa mawaziri mlioko hapa, Mheshimiwa Daniel Sio, Naibu Spika, Jaji Mkuu, waheshimiwa wabunge wote wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, samahani nitasema wabunge wenzangu, na wananchi wote wa hapa wilayani Chato, mkoani Geita, na Watanzania wote ambao wanafuatilia tukio hili kupitia vyombo vya habari. Najua tumepewa muda mfupi wa kuzungumza, ili moyo wangu utulie, niseme kwanza kwa kumshukuru Mama Janet Magufuli kwa kunialika mimi na Mama Majaliwa. Tumekuja kutoka Ruangwa, Lindi, wana Lindi, Mtwara wanakusalimia sana, wanakutakia kila la heri, na hasa katika kipindi hiki cha kumbukizi ya hayati Dr. John Pombe Magufuli. Leo tunakutana hapa maalum kwa ajili ya kukumbuka aliyekuwa kiongozi wa taifa hili, aliyekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 5, mpendwa wetu hayati Dr. John Pombe Magufuli, baba wa taifa. Alipokuwa anahutubia taifa kwenye kifo cha aliyekuwa waziri mkuu hayati Edward Moringe Sokoine mwaka 1984, alisema tutamkumbuka marehemu Sokoine si tu kwa sababu alikuwa mchapakazi, kwa sababu wako watu ndio wanachapa kazi. Tutamkumbuka hayati Moringe Sokoine si tu kwa sababu ya akili yake, kwa sababu watu wengi wana akili zao, lakini tutamkumbuka Moringe hayati Edward Sokoine kwa sababu alikuwa mzalendo. Wakati wale walikuwa wachapakazi na akili nyingi, hawakuwa wazalendo. Na tutamkumbuka Edward Moringe Sokoine kwa sababu alikuwa na busara, hekima katika kutekeleza wajibu wake. Wakati wengine walikuwa wanaongeza kuchapa kazi, hawakutumia busara na hekima katika kufanya kazi zao. Naomba kunukuu. Leo hii tuko hapa kwenye kumbukizi hii, hatuwezi kujitenga na sifa hizi kwa hayati Dr. John Pombe Magufuli. Alikuwa mchapakazi, alikuwa na akili za ndani ya darasa, lakini pia hata nje katika kutekeleza majukumu yake. Alikuwa ni kiongozi mzalendo. Uzalendo unajengwa na uwajibikaji, uaminifu, uadilifu, lakini pia kupenda maendeleo na matokeo ya kazi hizo. Huu ndio uzalendo. Hayati yeye alikuwa ni mtu mkweli, lakini pia alikuwa
hana mzaha katika mambo yake na ni mkali. Alikemea maovu, wezi wala rushwa, wabadhirifu wa mali za umma, na yule ambaye hakufuata misingi hii aliachana naye. Huu ndio ulikuwa utaratibu wake. Leo pia tunamkumbuka hayati Dr. John Pombe Magufuli. Sisi ambao tulikuwa karibu naye tunaweza kushuhudia na kunufaika na busara zake na hekima zake katika kuongoza taifa hili, na hasa kutambua rasilimali za nchi na wananchi wenyewe na wanyonge wa kuwepo. Marehemu hayati Dr. John Pombe Magufuli alikuwa mwalimu pia. Sisi ambao tumekaa jirani na yeye kwa kipindi kirefu toka anaanza jukumu lake mpaka anatangulia mbele za haki, tulijifunza mengi. Tulikuwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa akiwa makamu wa rais, lakini nilikuwepo pia na mimi pia Mheshimiwa Dr. Mwinyi amefanya naye kazi, Rais wa Zanzibar. Tulijifunza mengi kutoka kwake katika kipindi chake, na hii ndio imepelekea mpaka alipotangulia mbele za haki na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuingia madarakani, kutokana na elimu aliyoipata na kutambua malengo aliyokuwa ameyaweka, imemsaidia na imemwezesha Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kutekeleza miradi yote ya kimkakati iliyoachwa na marehemu. Baba Askofu alipokuja hapa ameeleza vizuri ile miradi ambayo iliachwa, na ile yote tunaendelea kuitumia sasa ni kwa sababu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameitekeleza na anaendelea kutekeleza. Hii ni manufaa ya ualimu ambao ametuachia hayati Dr. John Pombe Magufuli. Leo tukiwa hapa tunatambua kwamba Watanzania, wana Geita, wana Chato, tunajiona kabisa kwamba tumempoteza. Hatunaye. Nataka niwaambie tunaye, yupo kwenye mioyo yetu. Tuendelee kumuenzi kwa mazuri yote aliyoyatenda, iwe ndio heshima yake, na kila mmoja kwa dhambi lake tuendelee kumwombea ili Mwenyezi Mungu aendelee kumweka mahali pema peponi. Amina. Baba yetu mama yetu Mama Janet Magufuli, watoto, ndugu na jamaa, tunaendelea kuhakikisha kwamba tuko pamoja na tuendelee kuwa pamoja. Na baada ya maneno haya, nawashukuru sana, asante sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Ninayo heshima nimkaribishe Mheshimiwa Mizengo Kayanza Pinda, Waziri Mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aweze kusalimia. Karibu sana. Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Waheshimiwa viongozi wa serikali wa kitaifa ambao mpo, pamoja na wastaafu, lakini vile vile viongozi kutoka kwenye vyama mbalimbali ambao tumeshiriki, kipekee ni kwa viongozi wetu wa kiroho ambao wametuongoza katika ibada ya leo, lakini vile vile kwa namna pekee kabisa ni kwa mama yetu Mama Janet Magufuli ambaye ndio alituletea mialiko. Nilishtuka nilipopata mwaliko wake, maana ulikuwa ni wa kwake. Nikasema hii kali, sina ujanja, lazima niende. Sasa ndugu zangu na wanachato wote na wale wote ambao wametoka nje ya Chato kwa sababu ya umuhimu wa jambo lenyewe, mimi naomba niseme kwa kifupi sana.
La kwanza ni kusisitiza yale ambayo Baba Askofu aliyasema. Ameyaweka kwa njia muhtasari, lakini nadhani wengi tumeona alichokuwa anatuambia kama Watanzania, na kimetugusa wananchi kwa ujumla. Lakini unaona vile vile kulikuwa na nafasi maalum kwa wale watumishi ambao wakati mwingine tunajisahau, lakini kwa lugha nyepesi nasema ni wahudumu tu. Kwa hiyo lazima tuwe pale tuwahudumie kwa upendo, haki na kweli. Sasa si jambo jepesi, lakini ukizama ukaliangalia kwa undani utaona upana wake hasa ni kitu gani. Mimi kwangu hayati John Pombe Joseph Magufuli, bahati nzuri tumeishi naye, tumefanya kazi kwa pamoja kwa kipindi chetu chote. Ni kiongozi mmoja ambaye alikuwa mimi ananigusa sana, kwa sababu ni mtu alikuwa na moyo ambao muda wote anataka mkae mnafurahi, sio kununiana. Alikuwa anapenda matani mengine, na mimi hasa ndio nilikuwa naonewa sana. Maana nikikutana na simu hujamaliza mahari ya mke wako. Mzee nishalipa mimi. Kaja kaniteua kwenda kwa mjumba kama tukua, asema na hiyo vile vile utaongeza ng'ombe. Nikamwambia hapa sasa kazi itakuwa ngumu sana. Kwa hiyo ilikuwa na vipindi vizuri sana ambavyo mnaweza mkafurahi mkacheka na nini, lakini anapokuja kwenye masuala ya msingi, maadili, alikuwa hana utani. Alisimama kama kiongozi. Kwa hiyo ukiwa ni mwizi, ukiwa ni mtu ambaye unakula rushwa, unatoa rushwa, kwake urafiki ulikuwa unakwisha hapo hapo. Kwa hiyo kama Watanzania tuna mengi ya kujifunza kutoka kwake, kwa namna alivyokuwa anajaribu kuishi. Alikuwa anayaishi maisha ambayo ni mfano mzuri. Jambo jingine, huyu baba pamoja na mengine yote, kwenye ibada ulikuwa humtoi. Alikuwa ni muumini mmoja mkubwa sana, pamoja na majukumu mengi aliyokuwa nayo. Kwa hiyo wakati mwingine huwa nikianza kuwazawaza nasema, sasa kama viongozi wangu hawa tulioishi nao, kuna mambo ambayo wamejipambanua nayo, na niliona kwa Magufuli, niliona kwa Mwalimu alipokuja Mkapa, nikaona alipokuja Mzee Mwinyi, nikawa nakwenda mpaka msikitini yupo. Kwa unajua kabisa kwamba pengine ni funzo kubwa. Kama viongozi wako wa nchi wa ngazi ya kitaifa bado wameshikilia kikamilifu imani ya dini zao, wewe Mswahili kama mimi, kinachokufanya usiende huko ni kitu gani? Lazima kwa kweli ujiulize. Kwa hiyo kwangu mimi ilikuwa ni pamoja na kwamba nilikuwa na kauongozi kidogo ka juu, lakini hili nikasema hapa kuna watu tunazidiana. Kwa hiyo na mimi naomba niwasihi tujaribu kuiga mambo ya kiroho haya, kwa sababu huko ndiko wote tunatakiwa tuende. Lakini nimalizie tu kwa kuomba. Utaratibu ambao tumekwenda nao kwa miaka 5 ni mzuri sana. Pengine ni jambo ambalo linaweza vile vile hata katika ngazi zetu za kifamilia tukayachukua haya na kuwa na utaratibu wa ibada kila mwaka kwa ajili ya wafiwa wenu. Wengine wanaweza kuwa ni wazazi wako, wengine wakawa ni kaka zako, badala ya kuliacha jambo linapotea kama vile ulikuwa huna uhusiano na hao watu. Kwa upande wangu, kwa kweli namshukuru Mungu kwa kunipa nafasi na mimi kuja kushiriki katika tukio hili, lakini kipekee nizidi kuendelea kushukuru familia ya Brother Magufuli na hasa Mama Janet mwenyewe
ambaye ndio kwa kipindi chote amekuwa very firm katika jambo hili. Matumaini yangu ni kwamba na sisi wengine tukitoka hapa basi tutakuwa na mambo mawili matatu ya kwenda nayo. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana, nawatakia na mimi kila la heri.